Usafiri ulisitishwa kwa muda katika eneo la Zambezi katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru kufuatia kisa cha kupatikana kwa mtoto mchanga aliyetupwa kando ya barabara. Wakazi walikerwa na kuchelewa kwa maafisa wa polisi kufika katika eneo la tukio, huku wakitoa wito kwa wanawake kuwajibika ili kupunguza visa kama hivyo katika jamii. Barabara kuu ya Nairobi hadi Nakuru ilifungwa kwa muda. Hii ni baada ya wakazi kupata mwili wa mtoto umetupwa kando ya barabara. Mtoto tutolee pale kwa kanyumba kenye kaliweko na mwenye aliweka. Atolewe tu hapo, apelekwe mochari. Mimi nimekuja tu saa 2. Nikienda mazishi, sikuenda. Venye nimekuta hivyo, mrembo ako pale amelala hapo. Si ni mtoto msichana. Alafu tukaamua tushikane bega kwa bega, tufunge hii barabara. Mtoto wetu abebwe. Nilikuwa naelekea mazishi kwa pande ya Limuru. Sasa hii nimefungiwa hapa kwa barabara. Kwa haki hawa wananchi wanafanya jambo la maana sana. Kwa sababu ambaye wamefunga ni kwa sababu ya yule mtoto ambaye ametupwa pale. Huyo mtoto ni mdogo sana. Askari wanapoitwa wanasema gari haina mafuta. Na ni kweli tunakubali gari hazina mafuta kwa sababu hii serikali inasema hakuna. Umesaa mtoto na unatupa kwa barabara. Hiyo ni aibu kubwa sana kwa wamama. Hata kama uko na shida kiaje, vumilia na shida yako. Wewe na Mungu wako. Wasirudi kufanya hivyo. Hata kama yenyewe shida ni mingi. Wamama tunapitia mashida mingi. Mzee anakutupa, unapitia mashida mingi sana. Lakini hata heri uende kanisani uache huyo mtoto ama uombe usaidizi kutoka kwa serikali. Kwa hii kitendo, huyu mtu mwenye alifanya ni kama alifanya usiku, hatuwezi mjua, lakini tunaomba wamama na wanadada wetu, tafadhali hata pia nyinyi angalieni. Msiwe tu mnaona raha peke yake, lakini angalia pia maisha hata ya huyo mtoto wetu. So naambia wasichana wetu, mnapokuwa na mtu, angalia huyu mtu mko na yeye serious ama ni jokes mnafanya na yeye. Kwa sababu huyu mtu amefanya hii kitendo kwa sababu mwenye alimpea hii mimba ajulikani ni nani, ndio maana akafanya hii kitendo. So naambia wasichana, tafadhali mrudie Mungu na muache kufanya vitendo kama hizi za kiza, muachane nazo. Hatimaye usafiri ulirejea kawaida, huku wito ukitolewa akina mama kutojihusisha na vitendo kama hivi. Abraham Gadesha, NTV Mashinani kutoka Zambezi, kaunti ya Kiambu.